بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi hii na kwa kuwepo kwetu humu katika msikiti wake huu mahali hapa ambapo kwamba Mwenyezi Mungu amepatukuza, basi na sisi atulipe kwa kubaki kwetu kusikiza kitabu chake hiki na kujisomesha baina yetu. Atupe sakina, utulivu, atufunike kwa rehema zake, na washuke malaika kutuzunguka, na tutaje mbele ya wale waliokuwa bora mbele yake. Allahumma amin. Bado tunaendelea na tafsiri ya surati Al-Mu'minun. Tuko kwenye aya au ishara ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kuzileta kama ni istidlal ala infiradihi ta'ala bisifati ilahiyya, kama vile ni kutoa dalili ya kuwa ndio mpekee mwenye sifa za uungu, na kwamba yeye ndio mwenye alfadhl, mwenye fadhila, mwenye neema ambazo kwamba ameapa watu kuishi. Hizi zote hizi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazitaja kwanza kwa min ajili ya kumkumbusha mwanadamu kwamba hizi haziko kwenye uwezo wake kujiletea, lakini kama lau atageuza upande wa pili, kwa vile umepewa, basi hustahili. Nini unachotakiwa wewe kurudisha kutoka kwa yule aliyekupa kitu kama hiki? Nayo ni kurudishia ile sifa yake kwanza ya uungu na kila anachokitaka kutekeleza. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameunganisha aya hii kama vile pale katika aya 22, wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun, juu ya hao wanyama na juu ya marekebu hizi ni wenye kubebwa. Anataja zile ayati, ishara za fadhila zake ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemletea wanadamu, alafu kisha huyu mwanadamu awe anatasawar kama alikuwa Mungu hakuzileta angeishi vipi, kama alikuwa hazipo angeishi vipi. Tukija na aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema aya ya 78, wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekuumbieni kule kusikia, wal absara, na kuona, wal afida, akakuumbieni kuwa na nyoyo. Qalilan ma tashkurun, hakika ni uchache mno nyinyi kushukuru kwenu. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja kuneno huwa alladhi ansha'a lakum, kakuanzishieni, kalileta. Mwanadamu kadri atakavyokuwa anapata elimu kuhusu hivi ambavyo kwamba tayari tunavyo, havitoki kwenye daira mbili, havitoki kwenye cycle mbili. La kwanza kujua uhalisia wa kilichopo, lakini pili kutaamal na kile kilichopo. Vipi maana yake? Ukizungumza kwenye kuhusu sikio, elimu ya mwanadamu itakavyokuwa imekwenda, itakuja kugundua sikio, haikali yake vipi inafanya kazi. Hiyo ni hatua namba moja ya utambuzi wa mwanadamu katika jambo hili. Utambuzi ni hatua ya nini? Ya utambuzi. Kwa hiyo anajua Mungu kaumba vipi, hiyo ndio kikubwa kwake. Lakini cha pili, namna kutaamal nacho, ni kama vile kuna kutengeneza gari alafu kuna kutengeneza gari, kuitengeneza, kuiunda gari alafu ikiharibika waifanyie repair. Hii ni hatua ya pili ya mwanadamu kwenye hili sikio. Mfano kwamba akiumwa
ampa dawa gani ili atulie. Kama akipoteza kusikia afanye nini ili aendelee kusikia. Huu ni utambuzi kwenye ngazi ya ubinadamu, ambao kwamba leo kwa daraja ya elimu tuliokuwa nayo tunaweza kufika mbali kiasi kwamba mpaka unapata ajabu, hii elimu imefikaje hivi? Lakini elimu iliyokuwa ya ajabu ni ya uvumbuzi, sio ya utambuzi. Sisi wanadamu tumekuja kutambua Mungu kaumba vipi, na hii ndio kile kienda. Hii elimu yote hizi research, kuanzia kwenye research ya wanadamu mpaka wanyama mpaka wadudu. Research ya mwisho ambayo kwamba nimeiona juzi, wamekuja kugundua katika viumbe vya Mwenyezi Mungu kuna kiumbe chaishi siku hii, chazaliwa siku moja, chafa siku moja, na kabla hakijakufa chazaa, kwa maana chanategua manini mayai. Hiki kiumbe kiko katika inaishi kwenye maji ya mito, na hiki kiumbe kama ile alfajiri kikitoka, kama lile jike likikutana na mume, anapata lile makutano baina mke na mume, hapo hapo anachukua nini? Ujauzito. Hapo hapo ana manake nini? Anapaa. Kipindi chake cha kupaa, baada ya kukutana na mume, mwili wake unapata joto. Kipindi cha kuwa amepata ujauzito mpaka kurudi ile sehemu ambayo kwamba yeye ndipo alipotokea, basi akifika afa. Lakini kabla hajafa, kipindi hiki cha kuwa maanake ni hawa wadudu ambao kwamba wako baharini, lakini pia wanapaa kama vipepea hivi vijidogo mno. Sasa hawa wakifika kule sehemu ambapo kwamba ndio wakukata roho tena, pale pale anataga mayai. Yale mayai yanashuka chini ya maji kwenye mto, halafu kule sasa wale wanazaliwa. Wakizaliwa, yule akipaa juu anatafuta mume. Hivi ndivyo siku moja tu akienda kupata kule mume, akirudi huku tayari amepata ujauzito, anatoa mayai, na wako wengi mno. Katika kiumbe cha ajabu ni hiki mojawapo, kwamba ni kiumbe kinachoishi muda wa siku hii moja, chazaliwa, chapata ujauzito, maanake kinapata kupata maisha ya mume, alafu kije kitegue mayai, kiangushe mayai, alafu chafa hapo siku hii moja. Huu ni utambuzi tu. Wewe ukamwona huyu aliyetambua kwana, wacha mchezo. Wacha mchezo ni yule ambaye kwamba kaumba hivyo. Sisi tumekuja kujua tu, na huyo ana miaka 1000 ngapi yupo, tumekuja kugundua karne hii ya 21. Kwa hiyo hata huyu mwanadamu sisi wenyewe tunaendelea sasa hivi kujifanyia uchunguzi, na wala hatujajimaliza. Kila tukienda, maulama wanasayansi wa elimu ya tiba wanavumbua mambo mapya kuhusu sisi wanadamu, ambao kwamba tunaweza tukasema ni kiumbe tulichokizoea tayari tangu elimu ya tiba ilivyokuwa imeanza rasmi. Miili inavyokuwa inatumika kukatwa na kuchanwa ili watoto wafundishwe mashuleni kwenye vyuo anatomy. Kuna miili inachukuliwa, watoto wale wanafanyaje? Lazima wachanwe wa maiti, iangaliwe. Ni miaka mingi watu wameanza, lakini still bado unaambiwa mgonjwa huu mtu haujui, tiba yake mtu haijui. Mara nyingine anakuja kwamba ugonjwa ni mara ya kwanza kusikia. Tutaendelea kwa sisi ni moja ya alama na ishara na aya ya Mwenyezi Mungu katika nini? Katika ulimwengu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja hivi vichache kwamba huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a, yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyekuanzishieni nyinyi, kuumbieni nyinyi kusikia. Vipi sauti inahama inafika mpaka kwenye sikio lako, halafu inakwenda mpaka inakwenda wapi? Kwenye sikio, kwenye sikio inakwenda kwenye bongo, unajua nini kilichokuja. Ulimwengu huu leo uliotangulia kwa teknolojia, mfano wake ndio kama hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alivyoumba. Kipi kinasafiri kuingia kwenye sikio lako hapo? Kuna kitu ukiona hapo? Hakuna. Lakini wewe wasikia kitu gani huko ndani kipo mpaka kikafanya waves ama mawimbi yahame yatoke, yanapotoka yaingie, yawe translated mpaka kuingia kwa ni sauti inayokuwa na maana ya maneno. Hizi radio mfano ni mawimbi ya magnetic ambapo kwamba inasmaka yakiingia, wewe mfano pia kwenye hizi simu ndio hivyo. Angalia hizi kwenye simu leo una nini, una simu ambapo kwamba unapokea mawimbi. Ikija yale mawimbi, wewe unasikia sauti ya mtu aliyoko Amerika au Japan au Senegal, mashariki, magharibi, kaskazini, iwe ni kusini, huko Brazil chini kabisa, au Afrika Kusini, kote akipiga simu, ikiwa mtapishana baina ya kuzungumza kwake na kusikia kwako, basi labda sekunde tu, lakini angalia masafa. Sasa hivi internet ilivyokuwa nzuri, bali muonana, mtu aliyeko Marekani anakupia video call, anazungumza, wewe wamuona na wewe akuona. Haya masafa ya kutoka hapa mpaka kule, iwe tumerusha waves, tumerusha mawimbi, angalia miujiza. Sasa hii ni elimu ya nani? Ya mwanadamu. Hii ni elimu ya nani? Ya mwanadamu. Sio elimu ya mwanadamu kwa maana ni elimu ya mwanadamu, ni elimu ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu kapewa uwezo wa kuvumbua. Je, uwezo wa Mungu ukoje? Mwenyezi Mungu uwezo wake ni mkubwa zaidi. Jicho, tukiingia kwenye sayansi sana, haitotutosha sisi hata ile kiumbe kimoja au kiungo kimoja kukitajia sifa zake na kuonyesha dalili ya uwezo wa Mungu kwenye kiumbe, kwenye kiungo. Lakini inatosha wewe kama lau utakaa utafikiri, angalia jicho linavyofanya kazi na vipi limeungana jicho na viungo vingine pamoja, ikiwemo bongo lako. Vipi vinafanya kazi hivi vitu? Jicho leo hili ambalo kwamba tuko nalo imeshindikana kuwa apate mbadala, kuna spare ya jicho. Jicho linaharibika, linamalizika, habari imeisha, kuna spare. Vishipa vidogo vinavyotengenezwa vile na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si kwamba pana mtu mtaalamu kwenye maabara. Mwenyezi Mungu ana mtu wake maalum atengeneza vishipa. Mwenyezi Mungu anaamrisha tu kun fayakun. Hapo ndio ujue muujiza yake Mungu kuwa mkubwa. Hiki unachokiona wewe kwa mwanadamu kazi kubwa mno, yeye aamrisha tu. Hakuna watu wanaofanya kazi. Sisi hatuna miujiza hiyo ndugu zangu. Sisi kama wanadamu, kama tuna miujiza yote tutakayofanya kiuhandisi, ya ufanyaji kazi aina yote, kama tukumtumia mwanadamu, basi tutamtumia jini. Lakini kuna watu lazima wafanyaje? Washughulike. Lakini kudra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hategemei afanyiwe na mtu mwingine, yeye ni amri. Kufeni twafa sote, tuhuike, basi tukiambiwa tu amkeni tunaamka sote. Kumfaya. Kwa hiyo jicho nalo ukija, vipi Mwenyezi Mungu ameliumba, vipi linafanya kazi. Leo jicho limefika mahali, pamoja na utambuzi wetu wote, lakini hatuwezi kulidhibiti hili jicho. Sisi tunasema fani ya utabibu imefika mbali, lakini hakuna dokta anaweza kusema mimi jicho naweza nikalimiliki kwa 100%. Mwenyezi Mungu awape shifa wenzetu waliopata matatizo ya macho. Mfano sasa hizi kuna hili tatizo la pressure ya jicho tu, pressure ya jicho. Hakuna dokta ambaye kwamba anamudu kuidhibiti zaidi ya kuwa umepewa dawa tu labda, si ndio? Lakini kitu ambacho kwamba hakidhibitiki. Kila wakati wewe unapimwa ishushwe kama kwa pressure ya moyo, lakini kija ikifanya athari tu ile pressure ya macho, wewe ukipoteza mishipa miwili mitatu tu ya kwamba sasa umefika mahali huoni kutokana na athari ya pressure ya macho,
basi hakuna daktari anaweza kutengeneza tena, pressure tu umekata mishipa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hizi details ndogo ndogo za chini kabisa ambazo kwamba kwa kukatika kwako tunakufanya uoni. Mfano wa gari, mfano kuna waya sasa katika nyingi tu, lakini gari ukaona bado yaenda, lakini jicho katika nyuzi tu vyembamba ambavyo kwamba kwa mwanadamu hawezi kuvitengeneza, bado hapo vitu vyote havifanyi kazi. Hii yote ni maana uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala na miujiza katika kutengeneza kwake. Vile vile moyo una pampu ambayo kwamba ni ya kusukuma, ndio pressure ya juu na kuna pressure ya chini ambayo kwamba inapokea mzunguko wa damu wa malita unaozunguka katika nini, katika moyo, katika mwili, ambapo kila mahali lazima damu ifike. Lakini wakati huo Mwenyezi Mungu akaujalia moyo una kazi zaidi ya kupampu damu. Kwa moyo ndio unapata ufahamu, moyo ndio unapata imani, una kazi nyingi moyo. Maeneo haya kidogo tulishazungumza katika darasa yetu ya tazkiyatun nafsi, nini nafsi, nini moyo, na vyote hivi kazi zake zinafanya kazi, tulishaziona. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyokuumbieni kusikia, kaweza kumsikia, wal absara, na kuona kwamba mwaweza kuona, wal afida, na kakuumbieni nyinyi nyoyo sasa kuweza kufahamu. Qalilan ma tashkurun, ni kuchache mno kushukuru kwenu. Kwa hiyo hapa ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuarifuhum kathrata ni'amihi wa kamali qudratihi. Mwenyezi Mungu kama anawaarifisha, anawatambulisha wingi wa neema zake na ukamilifu wa uweza wake. Wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun, naye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyewaeneza katika ardhi na kwake yeye mtakusanywa tena. Kushuka kwa baba yetu Adam alayhi salam na mama ni eneo moja, pamoja na kauli nyingi za maeneo wapi ameshuka wote wawili mpaka wakutana Arafa, lakini mwisho yote ni eneo dogo tu. Lakini ulimwengu leo umeenea watu maeneo yote, na hili ni kwamba kwa nidhamu ya kisiasa twasema kila mtu ana eneo lake, lakini kwa kidini na kiimani Allah subhanahu wa ta'ala kapanga kila mahali pawepo watu na kila aina ya watu wawepo maeneo hayo. Kila utakavyokwenda kila mahali utaona mchanganyiko wa watu, ni kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huu mchanganyiko huleta kheri na huu mchanganyiko ni kwa hikma maalum Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameitaka. Kwa hiyo hata huko kuenea kwa watu katika miji mpaka kufika miji ya mbali, mashariki ya mbali, magharibi ya mbali, kaskazini juu mpaka kaskazini ambapo kwamba haikaliki kirahisi, bali kwa baridi kali, kwa baridi kali kabisa, bado utamkuta mwanadamu yuko kule. Kuna North Pole ya juu kabisa ambapo kwamba tunasema dunia kule ndio inapozungukia, ambapo kwamba tunaweza tukasema kuna nyakati hakuna usiku, kuna nyakati inakuwa full time ni kweupe. Kwa hiyo hawa watu kama kufunga kwao, kuswali kwao ni kwa mujibu wa time tu. Alfajiri wanaswali kweupe sababu halizami jua, lakini pana watu. Na kwa nini wakaende huko? Kwa nini wasije wakakaa huko ambapo kwamba hatul istiwai kama sisi, mfano mchana mzuri huko nusu katika 24 hours, masaa 12 mchana, masaa 12 ni usiku. Kuna wakati wa jua, kuna wakati wa baridi, unapata raha. Lakini kuna watu ni baridi tupu, baridi tupu, barafu tupu, na watu wanaishi mpaka ukajiuliza ana maslahi gani kule yule akaishi, kwa nini asije huko maeneo mengine? Mwenyezi Mungu katawanya watu, yeye yule kule na kuita nyumbani, na akiondoka kule anataka anapokwenda ataka arudi, na kwambia huko mimi ndio nafsi yangu inatulia. Allah subhanahu wa ta'ala amewapangia watu wakaishi.
wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio aliwaeneza katika ardhi watu waishi maeneo yote na maisha yaendelee. Wa ilayhi tuhsharun, na kwake yeye baada ya kuwa tumekufa tukaoza akatufufua tena, kwake yeye atatukusanya kwa ajili ya jaza. Ai tujmauna liljaza, mtakusanywa kwa ajili ya nini? Ya malipo. Mwenyezi Mungu anaendelea tena kutaja uweza wake, nguvu zake, sifa zake, ambazo kwamba hizi zinatosha wewe kama utakaa utazifikiri kujua nguvu za Mungu, kiasi kwamba kumpa sifa yake ya uungu na stahiki yake ya kuabudiwa peke yake. Sasa kwa nini haya ameyataja? Ni kwa sababu wale ambao kwamba bado wanaabudu masanamu kuanzia ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Makuraishi wanamkataa na kuabudu masanamu, mpaka kipindi hiki cha leo tulicho nacho, wanaoabudu masanamu bado wapo. Mashariki ya mbali wanaoabudu masanamu bado watele. Dini za Kibuda, za Kihindu, ambazo kwamba waungu wenyewe wanawatengeneza wenyewe, wengine hawa viumbe vya Mungu ndio vifanya kuwa ni viumbe watele, tena mamilioni kama sio mabilioni, kwa sababu ukichanganya China na nchi za China zote zile zinazofuata dini ya Kibuda pamoja na Wahindi walioko India ni zaidi hata bilioni 2. Si watu wachache, ni wengi mno. Kwa hiyo inaendelea kuwa hii ishara kwamba tunawarudi hivi. Hili unaloliona wewe kwamba hili ndio sanamu, ukampa sifa ya Mungu, ina sifa gani katika hizi tunazozitaja? Bali na ile nyuma tuliotaja sifa ya kwamba wakiungana wote kwamba waunde au waumbe hata nzi hawatoweza, tumeitaja. Je, hivi ambavyo kwamba ndio vikubwa wana uwezo navyo tena? Ikiwa nzi walishindwa waweze kumtengeneza mwanadamu na ajabu iliyomo katika maumbile ya mwanadamu, hawawezi. Kwa hiyo hizi ni ishara ambazo kwamba zatakiwa kusoma, si kwa sababu kwamba twazungumzia wakati wa Muhammad alitakiwa waambiwe haya. Hawa Wahindi mabuda kwamba wanaabudu masanamu mpaka leo, lazima na sisi tuwabainishie. Ndugu Waislamu, yani sisi kama Waislamu tuna wajibu wa da'wa wa kufikisha haki, hata kama yule mtu wewe umeona kwamba pengine yani ya nini kushughulika naye. Hapana, wewe fikisha, alafu akatae. Wewe wajibu wako kufikisha, ama hisabu ala Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni principle iko katika Uislamu, wama alayka illa albalaghu almubin, hajusi juu yako isipokuwa ni kufikisha kwa kila mtu. Manake ni kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona ile jeneza la Yahudi alisikitika, ya Rasulullah, jeneza la Yahudi, akasema yule katika umma wangu, yule ameondoka bila kupata yani hidayah, yule alistahiki kuwa Muislamu. Kwa hiyo uongofu, kile unamuona wewe hayuko kwenye uongofu, una wajibu wa kumuongoza, kumpa nasaha. Kwa hiyo hata sisi sasa hivi huu wajibu wa kueneza da'wa umebaki uko pale pale juu ya shingo zetu, kama ilivyokuwa wajibu baada ya kuondoka Mtume kwa masahaba. Bahati mbaya tumeminywa mpaka tumefika, hatuko katika marhala ya hujumu kwamba sisi ni watu tunaopeleka, bali tumebaki sisi tunatengeneza vipi tutajilinda Uislamu usichafuliwe. Sisi Uislamu ndio huda, ndio nuru. Mwenyezi Mungu ameusifu kwamba ni nuru na huda, ni nuru na uongofu. Sisi ndio takiwa tufanyeje? Tuwape watu uongofu, tuwape watu nuru. Tumefika mahali sasa kama Waislamu tubaki katika hali ya dhaifu, ya udhaifu, tuangalia namna gani tukishambuliwa tutajilinda. Huo ni udhaifu. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar afala ta'qilun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, yeye ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahuisha
na anafisha. Walau ikhtilafu al-layli wan-nahar, na ni yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Afala taqilun, je, hamwingii akili nyinyi? Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba aliposema huwa alladhi yuhyi wa yumit walau ikhtilafu al-layli wan-nahar, kwamba kule kupishana kwa usiku na mchana ni kwake yeye. Ai ja'alahu mukhtalifain, amejalia mchana na usiku ni viwili tofauti. La kwanza katika kitu ambacho kwamba tukisome kwamba kwamba mchana na usiku, la kwanza ni vitu viwili tofauti. Mchana ni mwanga na usiku ni kiza. Lakini waqila ikhtilafu ma nuqsanu ahadihima wa ziyadatu al-akhar, ni ile kufika masaa 12 ya mchana, masaa 12 ya usiku. Kuna wakati kunakuwa na masaa 14 ya mchana, masaa 10 ya usiku, na kinyume chake wakati fulani baadhi ya maeneo mchana masiku masaa 10 na usiku unakuwa mrefu. Hiyo pia ni sehemu ya ishara yake. Hapa sisi katika kwenye eneo hili la equator, hii athari hii hatuioni sana. Mchana na usiku wetu kama tunaweza tukasema katika mwaka mzima tukitofautiana ni madakika machache tu, lakini kuna wenzetu ikifika saa 1 usiku ile bado kumbe mpaka saa 1:30 mpaka saa 1:30. Na kuna baadhi ya maeneo kila ukienda juu wao, kuna wengine wanapata usiku masaa 6 tu, na kuna baadhi ya maeneo kama niliyotaja huko North Pole kabisa juu kule wao hawaoni usiku, wao ni mwanga mtupu. Sasa huko ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiyo anayefanya uwepo huo mchana na usiku, na ikhtilafu ya urefu na ufupi wa baina ya usiku na mchana. Waqila ikhtilafuhuma fi an-nuri wa dhulma, na khilafu yake pia katika dhulma, nuru mwanga na kiza. Kuanzia kwamba hii ni kiza, hii ni nuru, bali hata uwepo wa hiko kiza chenyewe. Kuna kiza cha magharibi, kuna kiza cha saa 6 za usiku, kuna kiza cha alfajiri, ambapo kwamba hiko ni ishara ya kuingia alfajiri na sisi tukaanza kuswali, lakini bado hakusifiwi kweupe, kwasifiwa ni kiza. Na mchana nao, mchana alfajiri inapoanza pale kutoka inaingia asubuhi, mwanga wake ni tofauti na wa saa 6 ya mchana, mwanga wake ni tofauti na wa alasiri, na ni mwanga wake ni tofauti na wa kabla kuzama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndivyo alivyotaka. Waqila takarruruhuma yawman ba'da layla wa laylatun ba'da yawm, kule waja mchana waja usiku, waja mchana waja usiku. Vyote hivyo ni sehemu ya ishara yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqila, hiyo ya 5 sasa. Waqila ikhtilafu ma madha fihima min sa'adatin wa shaqa wa dhalalin wa huda, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala ikhtilafu al-layli wan-nahar, kwamba kule mabadiliko ya mchana na usiku ni vyake yeye, kwamba hata yale matokeo yaliyomo ndani, wewe leo mambo yako yamenyooka ukafurahi, mchana huu kuna jambo laweza likakujia likakutia dhiki ukawa unahuzuni. Leo mtu aweza kawa ameamka hali ya kuwa amepotea, mchana huo Mwenyezi Mungu akaleta hidayah akaongoka. Mabadiliko, watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Kwa hiyo hata yale mabadiliko ya hali za watu ni vyake yeye Subhanahu wa Ta'ala, yanayofanyika ndani ya mchana na ndani ya usiku. Afala taqilun, ai je hamtia akili mkajua
qudratuhu wa rububiyyatuhu wa wahdaniyatuhu, hamtii akili mkaona uwezo wake na kustahiki kwake kwa kweli yeye ndio Bwana, na kustahiki kwake kwamba yeye ndio pekee wa kuabudiwa kwa haki. Wa annahu la yajuzu an yakuna lahu sharikun min khalqi, na kwamba yeye haijuzu kwake wala haifai kuwa yeye kuna uwezekano kwamba anamshirika katika alivyoviumba yeye. Vipi wewe mtu Mwenyezi Mungu mwenye uwezo huu watafuta na mwingine wasema huyu ni mshirika wa Mungu? Hakuna. Na kwamba yeye Mwenyezi Mungu qadirun ala al-ba'th, ni mweza wa kufufua vilivyopotea, vimefariki na visha vikafika mahali mpaka vikapotea kwa kuoza, yeye akavirudisha tena kuwa hai. Hakuna mwingine zaidi yake. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit, yeye ndio ambaye kwamba anahuisha, wa yumit, anafisha. Wala ikhtilafu al-layli wan-nahar, na ni yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Afala taqilun, je hamzikatii, hamtii akili nyinyi? Kesho inshallah tutaendelea na aya bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Nini ada za watu ambao kwamba wakati fulani hoja zinawasimamia, lakini bado ukaidi unatawala nafsi zao, wanajibu majibu gani? Tutaanza na aya ya 81 biidhnillah taala. Kwa muda uliobaki mchache, tuangalie mambo matatu yalikuja katika fatawa. Swali la kwanza leo tunaanza nalo, mtu ameapa kwa kushika msahafu, ameapa kwa kushika msahafu, na shika msahafu sitolewa tena, nizungua tu, hatuweke mbali na makosa. Sasa anapokunywa, kwanza akasema kwamba ikiwa atakunywa mke wake ameachika. Maneno haya aliyasema wakati amerudi, amelewa, mkewe akamjia juu, akawa na mbana, akashika msahafu akasema, mimi na hapa na msahafu huu sitolewa tena, na nikilewa basi itakuwa ndo talaka yako. Akakaa akanywa akalewa. Sasa baada ya mwaka, baada ya kuwa amelewa siku moja, lakini alirudi nyumbani yuko sawa, au mke wake alisafiri kwa hali yoyote, mke hakujua, akakumbuka, mimi nilifanya kiapo na nilialikisha au niliegemeza talaka ya mke wangu kwa kulewa, kwamba nikilewa atakuwa ameachika. Na tabani ameishi mke na mume kama kawaida, umeendelea kuishi kama mke na mume chumbani. Nini hukumu yake? Tuanze na kwanza kule kusema kwake, ikiwa atarudia kulewa basi mke wake ameachika, na akaja akalewa kweli, mke ataachika au haachiki? Ameachika au haachiki? Ameachika. Mbona kidogo mna wasiwasi? Ameweka taaliki mwenyewe, nikifanya jambo fulani ndo talaka yako. Ni kama vile mara nyingi akimkataza kutoka, afa akamwambia basi na ukitoa mguu wako ndo talaka yako. Mara nyingi wanafanya hivyo. Sasa hapa alijiwekea mwenyewe, akilewa yeye atakuwa ameachika. Kaenda akalewa, iwe yule mke hakujua sasa, kwa sababu ndio kalewa wakati mkewe hayupo. Mke karudi hajui mkamume wake alilewa, ndio maana akakaa mwaka mzima. Si tumeelewana? Kwa hiyo kwanza kuhusu talaka imetokea, nini kinachotakiwa kufanyika anapokuwa mtu amemwacha mkewe talaka moja, ile halali kwake? Kumrejea. Kurejea ni nini? Kurejea ni kurudisha ndoa rasmi upya kwa njia nafuu. Hutoozeshwa na shekhe tena wala walii, utamrejea kwa kumwambia nimekurejea.
la kwanza. Hiyo ndio sharti la kwanza. Na sharti la pili ni uwepo wa mashahidi, kwa sababu ile ni ndoa ya pili. Sasa sisi tumeelewana, wakati unamrejea ni lazima, kama ilivyokuwa haitimii ndoa ya kwanza isipokuwa kwa mashahidi wawili, basi na hii ya kumrejea pia haitimii bila kwa alaqali, kwa uchache mashahidi wawili. Japo hapa pana khilafu ya baadhi ya maulama na madhahib nyingi kuhusu kumrejea akiwa yuko nyumbani bila mashahidi. Watu wana kauli nyingi, lakini kauli yenye nguvu kwa upande wetu, ndoa ya ambapo kwamba talaka moja, ambapo kwamba ukimrejea lazima kuwe na mambo mawili. Sika kwamba unamwambia nimekurejea, alafu lazima wawepo na mashahidi. Sasa inakuja hawa watu, hakuna swala la kumwambia nimekurejea, waliendelea kuishi mke na mume tu. Nini hukumu yao hawa wakati wanalala pale pamoja? Je, ni mke na mume? Aljawabu, katika fikhi hii iliyoitaja ya kwamba ili mtu kurejea kwake kuwe kumekamilika, lazima awe amemtajia nimekurejea na wawepo mashahidi wawili. Hao ni sawa sana watu waliolala nje ya ndoa. Sasa hajamrejea, hajamtajia nimekurejea, kama vile kuwa amua tena, si tumeelewana? Wala hajamweka, hamna mashahidi, na yatosha ile kuwa hajamwambia nimekurejea, kwamba ni eneo ambalo kwamba tunaweza kusema sote tuwafikiana, lazima litokee ili iwe umemrejea rasmi, lazima umtamkie. Kwa hiyo mke huyu ni sawa sana mtu ambaye kwamba umelala naye bila ndoa, ataharamika kwako. Pamoja na kwamba eneo hili fiqhi za madhahib nyingine kila mtu ana rai yake, lakini hii ndio ambayo kwamba sisi kwa upande wetu inashikamana na zile misingi mikuu ya ndoa, kwa sababu ndoa ni maafikiano ambayo kwamba ina masharti maalum lazima yatimie. Ndio maafikiano haya yawe ya kisheria na yatambulika mbele ya Mwenyezi Mungu. Hilo la kwanza. Lakini sasa ikiwa alipiga kiapo kwamba hatolewa, hili la kwanza ni kuhusu mke tu, na hili la pili kwamba wallahi hatolewa alafu akalewa, hukumu yake ishakuwa maarufu. Nayo ni nini? Ni kufanyaje? Kulipa kafara, kulisha maskini 10 au kuwavisha, au kama atakuwa amekosa hayo kumwachia mtumwa huru. Hakuna, ni kufunga siku 3. Hilo swali la kwanza. Swali la pili, watu wamegombana baina mtu na mtu. Katika kugombana kwao, huyu mmoja ni mtu mwenye uwezo na anayeweza kuajiri yule mtu wa pili, kumwajiri. Yule mtu ambaye kwamba yeye kidogo hali yake ni ya chini, ni mtu katika mazungumzo yao, katika kugombana alimwambia, wewe ikiwa nitakuja kuwa ni mfanyakazi wako, basi ni juu yangu mimi kwenda kufanya haji, tena nitembee kwa miguu bila viatu. Baadaye akaenda akafanya hiyo kazi kwa pale. Yale mazungumzo yalikuwa watu wamepandishana moto kidogo, akazungumza haya. Baadaye akaenda wakawa wamepatana, kafanya kazi. Nini hukumu yake? Kwanza, kule kusema sitofanya kazi kwako ni kama kujiharamishia kilichokuwa cha halali. Kwa hiyo kiapo chake hakitochukuliwa mtu pale unapokuwa umetaka kuapia katika kilichokuwa katika maasi.
Kwa hiyo huwezi wewe kwa kiapo chako kuharamisha kilichokuwa cha halali au kuhalalisha kilichokuwa cha haramu. Kwa hiyo yeye kwa kufupi aendelee kufanya kazi, asiache kilichokuwa cha msingi kwake kufanyaje? Kafara. Kilichokuwa cha msingi kwake ni kulipa kafara. Lakini mwingine huyu akasema kwamba katika kuzungumza kwake na hapa na kufunga miezi 10, aligombana na mtu akaapa, akasema na hapa kwa kufunga miezi 10, hili jambo mimi sitolifanya. Nini hukumu yake? Si mmeiona lugha iliyotumika, na hapa na kufunga miezi 10, hili jambo sitolifanya. Hapa tunaingia kwenye unwani nyingine, nayo ni kuapa nje ya neno la Mungu, kuapa na asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Huyu kaapa na kufunga miezi 10, kama vile na hapa na msahafu, na hapa na msikiti, na hapa na mbingu. Majina ya Mwenyezi Mungu peke yake ndio yanayoapiwa. Si tumeelewana? Mwenyezi Mungu peke yake ndio anayeapiwa, si viumbe vyake vyovyote. Kwa hiyo huyu akaapa na kufunga miezi 10. Nini hukumu ya kisheria? Kwanza, kwa kuapa kwake bila kutumia jina la Mwenyezi Mungu ni kosa. Kwa hiyo juu yake tauba, fanya tauba, muombe Mwenyezi Mungu msamaha. Lakini hali je, baadaye akafanya lile jambo aliloapia kwa jina isiyokuwa Mwenyezi Mungu, je, atahesabiwa amevunja kiapo? Asema nimeapa na msahafu, mfano nimeapa na mbingu, nimeapa na miezi 10, nimeanza na nimeapa na mwezi wa Ramadhani. Je, kile kiapo kinakuwa kiapo? Hakiwi kiapo. Kwa hiyo hata akivunja kile kiapo hana chochote kinachomkamata, kwa sababu asasa si kiapo. Kwa msingi hasa kile akihesabiwi ni nini? Ni kiapo. Kwa hiyo la kafarata alayhi wa ma'al hanf. Swali jingine, tutasipili kidogo. Swali jingine kwamba tangu zamani kuna mwanamke mmoja aliapa kwa hija na akaja kwamba akafanya kafara ya kulisha maskini, akatoa gunia zima la chakula la mchele, lakini zinamjia sana ndoto usiku kwenye usingizi. Sasa anaogopa, ana hofu. Je, hiki kiapo kina kitu fulani cha kufanya? Aljawabu, kwanza kabisa huwezi kuapa na nje ya jina la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa yeye kinachotakiwa afanye dhikri na istiadha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ajikinge kwake na shari na endelee kutoa sadaka. Hakuna chochote kingine ambacho kwamba utakiwa mtu uamini kwamba labda kinakuathiri. Hii ni hali tu ya kawaida, kuendelee kujikinga kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jingine, huyu bwana alikuwa na tofauti kidogo na kivyele mwenzake. Akasema bwana, na hapa kwamba hatokula katika mali ya kivyele mwenzake, ambaye kwamba hapo ni mume wa mtoto wake wa kike. Sasa yule mume wa mtoto wake wa kike anaishi na yule babake, wako nyumba hii moja. Sasa mwisho yote ile asili imetoka, anataka kwenda kwa binti yake, alikwa anakwenda kuangalia, atapewa labda kahawa, atapewa nini. Wale wanashirikiana kwenye nini? Kwenye matumizi ya nyumba.
baba afanya kazi na mtoto afanya kazi. Nini hukumu yake hapa? Na ikiwa atakuwa amesema kwamba akila juu yake kupata kufanya jambo fulani, basi atabidi alitekeleze. Ikiwa atakula alitekeleze. Mfano akisema ikiwa nitakula kwenye ile nyumba, basi juu yangu toa sadaka au kufunga mwezi mzima, basi itabidi imkamate. Lakini ikiwa ninile tu ameapa tu, ni juu yake atakapokuwa amevunja kiapo, afanyeje? Alipe kafara. Ama itakiwa atakuwa amevunja kiapo, lakini kiapo chenyewe ameapa kwa jina sio la Mwenyezi Mungu, hiko hakitakuwa kiapo. Juu yake itakuwa mwisho wake ni nini? Istighfar, tauba. Kitakuwa kile chenyewe sio kiapo. Swali la mwisho inshallah, swali la mwisho ili anasema mtu ameapa kwamba atafunga mwezi kamili, lakini kutokana na mtihani Mungu aliompa hakuweza kukamilisha mwezi wote. Nini hukumu yake? Ikiwa huu mwezi kuulipa kwake ni wajibu kwake, ataufunga kwa mujibu wa uwezo wake anavyoweza. Atakapofika mahali hawezi tena, hapo itakuwa ni nini? Ni kwenda kulisha maskini. Hapa hii funga ni funga labda kama ya nadhiri, funga ya wajibu. Lakini ikiwa si funga ya wajibu aliyojiwekea, sio funga ya wajibu, labda mfano ni ya kiapo tu, wallahi nikifanya jambo fulani, wallahi nikifanya jambo fulani nitafanyaje? Nitafunga la. Sasa yeye pale ana uwezo asifunge, atakuwa amevunja, si ndio? Amevunja kiapo chake, asifunge. Basi kitakachokwenda kwake ni kufanyaje? Kulipa kafara ya kuvunja kiapo chake. Kwa hiyo ikiwa ile funga ya mwanzo ni ya wajibu, atatoka baada ya kushindwa kufunga, atamalizia kwa kulisha maskini. Ikiwa sio funga ya wajibu, ni kama hii ambayo kwamba ni ya kafara, kwamba iko inakwenda maana kwa kutoitekeleza kwake utalipa kafara, basi utalisha maskini 10 au kuwavisha au kufanyaje, au kuacha mtumwa huru. Kama uwezi utafunga siku hizo 3. Hapo tutakuwa tumemaliza jambo lako. Inshallah tuishi hapa, na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zetu, ajalie katika jua kwema. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mu'ajjalan ma'suma wa la tadafina wa la min bainina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina arhamar rahimin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa husna tilawatihi ana al-layli wa tarafa an-nahar على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.